Bwana, joto limeanza kupamba moto huko katika ardhi ya Uarabu ambako siku zimebaki chache tu kuelekea katika ule mchezo mzito ambao unasubiriwa kwa hamu. Ni siku chache baada ya tu ya AFCON kumalizika, ni kwamba Young Africans atashuka dimbani dhidi ya National Ahli katika ardhi ya kule Misri Cairo, ambako kocha mkuu wa klabu ya soka ya Misri sasa Jose Rivello amezungumza na kutoa maua yake juu ya beki ya Young Africans, hasa huyu Ibrahim Abdullah Baka ambaye anaonyesha kuwa na kiwango bora zaidi katika misimu hii mitatu mfululizo. Kwa hiyo kocha mkuu wa klabu ya soka National Ahli amemwaga maua yake au amemwaga sifa zake kwa Ibrahim Abdullah Baka na kusema kwamba Tanzania ina vipaji. Of course ni kwamba tu ni swala la muda ambalo linatakiwa kusubiriwa ili watu washuhudie vipaji ambavyo vinazaliwa kutoka katika ardhi ya Mwalimu JK Nyerere. Yes, anasema kwamba ni kweli klabu yao ya Al Ahly ina wachezaji wazuri na wenye kufanya kazi, lakini level ya kiwango cha Ibrahim Abdullah Baka ambaye ni beki wa Young Africans ni kubwa, kwa sababu inawezekana anataka kujitangaza katika mataifa mengine, au ni kwa sababu ya vile ambavyo wapo katika vilabu ambavyo havitazamwi sana zaidi. Kwa hiyo wanaonesha jitihada kubwa kuhakikisha kwamba wanakuza heshima ya timu na wao pia majina yao. Of course Ibrahim Abdullah Baka ukimwangalia ni mtu ambaye amekunywa maji ya Dar es Salaam Young Africans, kwamba hakuna mtu kupita, hakuna mtu kupenya, yani ni kazi kazini, ndicho ambacho kinawabeba sana hawa watu. Of course dharau za National Ahli kwa Ibrahim Abdullah Baka zimeshindikana, yani ni kwamba wanawakubali vibaya mno. Hakuna beki anakubalika hivi sasa kwa Waarabu kama Ibrahim Abdullah Baka ambaye yuko pale katika kikosi cha soka cha Dar es Salaam Young Africans. Sasa utamsikia hapa kocha mkuu wa klabu ya soka National Ahli alichokisema. Inawezekana kikakushangaza au kikakushtua na wewe, lakini ndio uhalisia wenyewe wa maneno yake aliyozungumza juu ya kiwango bora cha mtaalamu mwenyewe ambaye ni Ibrahim Abdullah Baka. Anasema kwamba tumejiandaa vizuri na mchezo dhidi ya Young Africans na tunawafahamu vizuri, kwani tumeshawahi kucheza nao na shughuli yao tunaijua, kwa sababu tayari wana wachezaji ambao wana performance nzuri, wachezaji ambao wana viwango vizuri. Lakini pia hata sisi tumejiandaa kuweza kukabiliana nao, kwa sababu ya tunafahamu maana halisi au ukubwa wa mchezo huu. Kwa hiyo kwa sababu tunafahamu, tutahakikisha tunapambana nao ili kuhakikisha kwamba tunaleta heshima. Hata hivyo tunahitaji kuhakikisha kwamba tunatengeneza heshima ambayo itakuwa ni bora kwetu, ingawa kuna ugumu fulani ambao unatuwea namna ya kumaki backline ya Young Africans ambao wamekuwa nayo chini ya ulinzi mzito wa Ibrahim Abdullah Baka ambaye amekuwa na kiwango bora sana. Tunamfahamu huyu kwa sababu tayari tumeshawahi kumpigia hesabu kutaka kumsajili, ingawa kuna vitu bado havijakaa sawa. Yes, unajua ukipata mchezaji ambaye anajitoa kwa 100%, huyo ni mchezaji wa kumchukua, kwa sababu faraja pekee ya ubora wa timu inatokana na mapenzi ya dhati ya mchezaji. Kwa hiyo mchezaji anaonekana anaipenda timu, lakini pia mchezaji anaonekana anaipenda falsafa za mwalimu. So kama anapenda, basi ni wazi apewe stahiki zake na heshima zake, kwa sababu tayari huyu mchezaji ameshaonesha nia ya dhati kuipenda timu na performance zake. Kwa hiyo moja kwa moja Ibrahim Abdullah Baka anastahili kupewa pongezi zake, kwa sababu anaonesha jitihada na juhudi nyingi sana katika upambanaji wake, katika haso zake, akiashiria kwamba yeye ni mwanajeshi na ni askari ambaye anatakiwa apewe heshima zake. Kwa hiyo Ibrahim Baka ni mmoja kati ya mabeki wazuri ambao